Habari wapendwa wangu, karibuni sana kwenye channel hii. Naitwa Claire Shija. Leo nataka kushare na nyinyi story ambayo kidogo iko kiroho, lakini naamini wengi wenu itaweza kujifunza kutokana na story hii na itaweza kuwasaidia pengine kuweza kupata ufumbuzi wa yale mambo ambayo naona kwamba yana vikwazo katika maisha yenu. Sasa kulikuwa na dada mmoja ambaye alizaliwa katika familia ambayo hali yake ya kiuchumi ilikuwa ni mbaya sana. Yaani sio tu mbaya, ila ni mbaya sana. Na yeye ndo alikuwa mtoto wa kike wa kwanza. In fact alikuwa ni mtoto wa kwanza katika familia hiyo. Kwa hiyo alikuwa ana struggle sana katika kuhakikisha kwamba familia inapata mahitaji. Anahangaika, ikabidi aache na shule ili aweze kufanya vibarua vya hapa na pale katika kuisaidia familia yake, baba yake, mama yake pamoja na wadogo zake, ili kuweza kupata walau mlo wa kila siku. Yeye baba yake alikuwa ni carpenter, si kwa Kiswahili tunaweza kuhitaji mtu ambaye anashughulika na mambo ya furniture. Nizidi kuongea Kiingereza. Anyway, na mimi nimeeleweka. Na mama yake alikuwa tu ni mchuuzi wa vitu vidogo vidogo kama matunda, bites hizi, bagia, karanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo familia ilikuwa kwa kweli iko desperately poor. Yaani ilikuwa ina uwezo mdogo sana kiuchumi. Kwa kutokana na hali hiyo, yani hali ilikuwa inazidi kuwa ngumu. Yani huyu baba yake atajitahidi kufanya kazi, lakini yani kinachopatikana ni chakula tu, na wakati mwingine inaweza kuwa hata sio chakula cha mara 3 kwa siku. Kinaweza kikawa kuwa mara 1 au mara 2, lakini ni wachapakazi, wanajitahidi kweli kweli. Sasa ikapelekea huyu binti kuanza kujiuliza maswali. Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini wazazi wangu yani wanafanya kazi kwa bidii lakini hawaoni mapato yoyote ya maana ambao wanayapata katika kuisaidia familia na kujisaidia wao wenyewe? Basi siku moja akiwa katika misa huko kanisani kwao, basi huyo mchungaji akawaongoza katika kuomba rehema mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wakawa wanasali, lakini yule mchungaji kuna wakati akafika mahali akasema, inawezekana uko unapitia matatizo mengi wewe na familia yako, lakini kitu ambacho haukijui ni kwamba kuna makosa ambayo yanaweza kuwa yamefanywa ndani ya familia katika generations zilizopita, katika familia yenu iliyopita huko nyuma, lakini wewe hujui hao makosa ambayo yalifanywa yakapelekea familia vizazi na vizazi viweze kulipa gharama ya makosa ambayo yalifanyika. Sasa baada ya kusikia kitu hicho, kikawa kimekaa akilini mwake, yule binti kaanza kujiuliza, kwa nini iko hivi? Kwa nini tunapata matatizo ya namna hii? Kwa nini tunaendelea namna hii? Kwa nini tunakuwa hatuna kipato? Kwa hiyo baadaye akaanza kufuatilia ndani ya familia yake. Akauliza ndugu zake, baba yake, mama yake, shangazi zake, na walio asilimia kubwa walimcheka na kumdharau kwamba yani huyu anauliza nini? Huyu anafuatilia nini? Kwa nini anauliza maswali kama haya? Yani kiufupi walimpuuza. Lakini yeye aliendelea kuuliza kutaka kujua babu na bibi walikuwaje, ilikuwa vipi. Lakini kitu alichokigundua baada ya kuuliza maswali hayo na kufuatilia ni kwamba ndani ya familia kila mtu alikuwa ana struggle. Ndani ya familia kila mtu alikuwa ana hali ngumu. Ndani ya familia kila mtu alikuwa na mateso kwa namna moja au nyingine. Hakukuwa na nuru. Kwa hiyo ikampelekea sasa kwenda mbali zaidi, kutafuta mtu ambaye anajua historia kwa undani sana. Ndipo alipoweza kupata historia ya mababu zake
ya babu yake huko nyuma zaidi, yani babu yake alafu aliyepita sasa, tuseme si unamhitaji kwa Kiswahili. So baada ya kufuatilia hii historia, akawa ameambiwa huyo babu yake, baba yake na babu yake, nimepata hapo vizuri, babu yake na baba yake na babu yake alikuwa ni kijana mzuri, mtanashati, mwenye nguvu, mwenye umbo zuri, na alikuwa na rafiki yake ambaye walikuwa wanashirikiana katika mambo mengi sana hapo kijijini walipokuwa wanaishi. Sasa nyakati walizokuwa wanaishi wao zilikuwa nyakati za ukoloni, na fununu zikavuma hapo kijijini kwamba wakoloni wanatafuta vijana ambao wana nguvu, vijana ambao wanajielewa, vijana ambao wako vizuri, ili waweze kuwakamata na kuwauza kama watumwa. Sasa habari zikaenea hapo kijijini na zikawafikia huyu baba yake na babu yake huyu binti. Baada ya kupata zile taarifa, yeye na huyo rafiki yake wakawa wamekubaliana kwamba wanatakiwa wafanye nini? Watoroke, ili jambo hilo lisiweze kuwakuta, wasije wakauzwa kwa watumwa. Baada ya kukubaliana hivyo, wakaanza njama za kutoroka, na siku hiyo wakawa kabisa wameanza safari kwamba watoroke pale kijijini ili jambo lisiweze kuwakuta, wasije wakakamatwa na wakoloni na kuuzwa kama watumwa. Basi wakati wako kwenye hizo harakati, wakajikuta kwamba wamekamatwa na wale wakoloni, wamegundulika hizo njama zao za kutaka kutoroka, kwa hiyo wakawa wamekamatwa. Baada ya kukamatwa, wakaanza kuhoji, yani adhabu ilikuwa ni kuuawa. Kwa hiyo kabla ya kuuawa, wakaanza kuulizwa maswali kwamba ilikuwaje, kwa nini wameamua kutoroka hivi na hivi. Sasa huyu baba yake na babu yake na huyu binti, yeye akakana kata kwamba haukuwa mpango wake wala hakushiriki katika huo mpango, ulikuwa ni mawazo na mipango yote ya rafiki yake. Kwa hiyo kila kitu ilikuwa ni rafiki yake ndio aliyemshawishi, kila kitu rafiki yake ndio aliyetaka wafanye, kila kitu akamwangushia rafiki yake. Baada ya kusema hivyo na kujitetea hivyo, yeye akawa ameaminika kwamba kweli yeye hakuwa na nia hiyo. Kwa hiyo likapelekwa jambo lote kwamba nia ya kutaka kutoroka ilikuwa kwa huyu rafiki yake. Kwa hiyo hukumu ikapita kwamba huyu anatakiwa auawe kutokana na kuwa na mawazo ya kutoroka na kufanya maamuzi na kumshawishi rafiki yake aweze kutoroka. Wakati huyu baba wa babu wa binti huyu akijua kabisa kwamba walishirikiana pamoja, walikubaliana na walipanga pamoja kwamba waweze kutoroka. Kwa hiyo ni kama akawa amemweka mwenzie katika mazingira ya kuweza kunyongwa na yeye akawa amesamehewa. Sasa baada ya kufanya hivyo, yule rafiki yake alichukia sana, alihuzunika sana, alifedheka sana. Akamwambia, kwa hichi ulichokifanya rafiki yangu, akapata fursa kabla hiyo hukumu yake haijapita. Akamwambia, kwa hichi ulichokifanya rafiki yangu, hutokaa uishi maisha ya amani. Hutokaa wewe na familia yako muweze kupata mafanikio ya kiuchumi, na kwa namna yoyote ile mtaishi kimaskini, kishida, na mtapata tabu za kila namna. Kwa hiyo hayo ndio maneno aliyomtamkia. Basi yule baba yake na babu wa huyu binti akawa yale maneno kwa kweli yamemgusa, yamemuingia, akatamani ajirudi lakini akapotezea. Akasema bwana, maneno ni maneno tu. Akaamua apotezee na endelee na maisha yake na shughuli zake. Kwa hiyo baada ya kupotezea na huyu akawa kweli amenyongwa, maisha akaendelea, akapata mke, akazaa watoto. Kwa hiyo kile kizazi kikaendelea. Lakini sasa yale maneno yaliyotamkwa na yule rafiki ndio yalipelekea kweli kutokea na kuwepo na matatizo ya kutokuwa na uchumi nzuri, kutokuwa na prosperity, kutokuwa na nuru ya aina yoyote katika hizi familia zote. Kwa hiyo make ni kama laana ya maneno iliachwa na yule rafiki, na iligusa vizazi, ilimgusa yeye
hiyo laana, lakini iligusa na vizazi vyake vilivyofuata kama alivyotamka. Kwa hiyo kwa nini nataka kushare hii taarifa? Anyway, baada ya kugundua hivyo, kwa sababu Mungu wetu ni wa rehema na upendo, akaendelea kusali, akaendelea kuomba, na kadiri alivyozidi kuomba ndipo familia ilivyozidi kufunguliwa kutoka katika changamoto hiyo, kutoka katika laana hiyo, kutoka katika maneno hayo magumu ambayo yalitamkwa na rafiki. Na yule rafiki mbele ya Mungu alionekana kuwa na haki, kwa sababu alionewa, alifanywa kitu ambacho sio cha haki. Sasa nataka kuleta message gani kwenu? Kwamba kiroho unaweza kuwa unapata shida katika maisha yako, katika familia yako, mambo ya ajabu ajabu yanatokea, mkijaribu kuwaza sababu ni nini, mnashindwa kuelewa, mnabaki mkijiuliza, hata mkikazana hakuna kile kinachofanikiwa, lakini kumbe ni kwa sababu wewe unalipa gharama ya makosa ambayo yalishafanywa huko nyuma, wala wewe huna habari, wala wewe hujui, yalishafanywa na vizazi vya nyuma. Kwa hiyo wale ambao tunaamini kiroho, ni vizuri sana tukaangalia historia zetu ndani ya familia, tukaangalia mpaka huko nyuma zaidi. Manake sasa hivi wengi wetu tunajua tu babu, bibi, inakuwa imeishia hapo. Yaani hujajua kuhusu waliokuwepo nyuma zaidi, au hujaona au hujajua historia zao au mambo gani waliweza kufanya, ambao kiroho yanakufikia hata wewe kuweza kukuathiri. Kwa hiyo tufuatilie kwenye upande wa kiroho wakati huku tukijitahidi, na kwenye upande wa kimwili kuweza kufanya kazi kwa bidii na kuweza kufikia mafanikio yale tunayotamani kuyafikia. Naamini umepata ujumbe mzuri. Tutaonana tena katika video inayofuata. Naomba wale ambao mjasubscribe, please subscribe. Wale ambao ni mara yenu ya kwanza, please share this video. Naomba mweke notification on. Nitaendelea kushare na nyinyi vitu vizuri kupitia hii page. Bye for now.